Mtu hatari zaidi duniani si yule mwenye silaha, bali ni yule anayeweza kutabasamu na msaliti huku akijua kila siri yake. Kama una tabia hizi 7, basi wewe ni predator wa kisaikolojia bila kujua. Na ile dalili ya 7 ndiyo siri kubwa inayokutofautisha wewe na watu wa kawaida ambao hufeli kila siku. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe na kuwasha kengele ya taarifa ili usipitwe na mfululizo huu wa masomo ya nguvu na akili. Twende moja kwa moja kwenye pointi ya kwanza. Namba 1, uwezo wa kuachana na watu bila fujo, the clean cut. Watu wengi wanapochoka kwenye mahusiano au urafiki huanza drama, wanapiga kelele, wanatukana au wanatafuta huruma. Lakini wewe ukishachoka, umechoka. Unakata mzizi bila kutoa mlio. Hii inaitwa emotional sovereignty. Inaonyesha kuwa huna utegemezi wa kihisia kwa watu wengine. Unapoweza kukata mawasiliano bila drama, unamwacha mwingine kwenye sintofahamu kubwa. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu huwezi kutabiriwa. Mtu anayeweza kuondoka bila fujo ni mtu ambaye hawezi kudhibitiwa kwa vitisho, blackmail, au hisia za hatia, guilt tripping. Huu ni ukomavu ambao unawaogopesha watu wanaopenda michezo ya akili. Namba 2, kuona kila kitu na kujifanya hujaona, strategic ignorance. Hii ni moja ya silaha kubwa zaidi. Una uwezo wa kugundua mabadiliko madogo sana ya sauti, lugha ya mwili, body language, na nia ya kweli ya mtu, lakini unachagua kukaa kimya. Unaruhusu mwingine aamini kuwa amefanikiwa kukuhadaa. Hii inakupa nafasi ya intelligence gathering. Wakati yeye anadhani wewe ni mjinga au hujaelewa, wewe unakuwa unakusanya ushahidi wa tabia yake. Hii inakuweka hatua 10 mbele. Unajua adui yako ni nani kabla hata yeye hajajua kuwa amejifunua. Mtu anayejua siri zako huku wewe ukidhani hajui, ana uwezo wa kukuangusha wakati wowote akiamua. Namba 3, kuwaruhusu watu wakudanganye, the long rope. Unakaa chini, unamtazama mtu akidanganya na unamtia moyo aendelee. Unawaacha waende mbali kiasi wanachotaka. Hii sio udhaifu, bali ni character assessment. Unataka kuona ukome wa uovu au utovu wa uaminifu wao. Unawapa kamba ndefu ili wajinyonge wenyewe. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu unajenga vifaa vya kisaikolojia dhidi yao. Mtu anapogundua kuwa ulijua uongo wake kuanzia siku ya kwanza, lakini ukakaa kimya, anahisi hofu ya ndani. Anajua kuwa ulikuwa unamtazama kama maabara, ukimfanyia utafiti. Namba 4, ukimya wako ndio athari yako kuu, volume of silence. Hupandishi sauti, hupigi kelele ili ueleweke. Unajua kuwa simba hahitaji kubweka ili kuthibitisha nguvu yake. Katika ulimwengu wenye kelele, ukimya ni mamlaka. Unapokaa kimya wakati mtu anategemea ujitetee, unamfanya ajihisi mdogo na asiye na maana. Kisaikolojia, ukimya wako unalazimisha wengine kuanza kujitathmini. Wanajiuliza, anawaza nini? Ana mpango gani? Ukimya wako ni kioo kinachowaonyesha udhaifu wao wa kupiga kelele. Hii ni intimidation ya kiwango cha juu ambayo haihitaji hata neno moja. Namba 5, kusamehe lakini kutosahau, the archive. Watu wanadhani kuwa kusamehe maana yake ni kurudi pale mlipokuwa mwanzo. Kwako sivyo. Unasamehe ili uiponye nafsi yako, lakini kumbukumbu ya tabia zao inabaki kama firewall au kinga yako. Hii ni adaptive journeying. Husahau kwa sababu hutaki kurudia makosa. Unajua kuwa asili ya mtu haibadiliki kwa urahisi. Unakuwa mtu usiyeweza kuguswa mara 2. Mara tu mtu anapovunja uaminifu wako, unabadilisha access code ya maisha yako. Wanaweza kuwa karibu nawe kimwili, lakini kihisia umewafungia nje ya lango milele. Hii inawafanya watu waogope kupoteza nafasi yao kwako. Namba 6, huruma inayobadilika kuwa kioo, the mirror effect. Wewe ni mtu mwenye huruma sana na upendo, lakini mtu akijaribu kutumia huruma hiyo kama udhaifu wa kukuchezea, unabadilika ghafla. Unakuwa kioo, the mirror. Unaanza kuwatendea vile vile wanavyokutendea. Kama wanatoa baridi, unawapa barafu. Kama wanatoa dharau, unawapa kuta za chuma. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu watu hawajazoea kuonja sumu yao wenyewe. Unapocheza mchezo wao kwa ufundi mkubwa kuliko wao, unawavuruga kisaikolojia.
Hii inawafanya waelewe kuwa wema wako ni chaguo na sio ukosefu wa mbinu za kuwa mwovu. Namba 7, kuondoka bila maelezo, the ghost exit. Hii ndiyo dalili ya mwisho na yenye nguvu zaidi. Unapotambua kuwa mahali fulani hakuna thamani tena, unaondoka bila neno, bila barua, bila block ya mitandao, bali absence ya jumla. Kutokutoa maelezo ni final power move. Maelezo ni zawadi unayompa mtu unayemheshimu. Unapoondoka bila neno, unamwambia mwingine kuwa huna thamani hata ya kupoteza maneno yangu kukuelezea. Hilo waumiza watu zaidi kuliko hasira. Hasira inaonyesha bado unajali, lakini kuondoka kimya kunaonyesha indifference au kutokujali kabisa. Hii inawaacha watu wakijitafuta na kujilaumu maisha yao yote kwa kumpoteza mtu kama wewe. Kuwa mtu hatari haimaanishi kuwa wewe ni mhalifu au mtu mbaya. Inamaanisha wewe ni mtu mwenye nidhamu ya juu ya kihisia, emotional discipline. Ni ishara kuwa wewe ni mwindaji ambaye amechagua kuwa mlinzi. Watu wanaweza sikuelewa, lakini watakuheshimu, na wengine watakuogopa kwa sababu huwezi kununuliwa, huwezi kudanganywa na huwezi kutabiriwa. Ikiwa umetambua kuwa unazo angalau dalili 4 kati ya hizi, basi ujue una nguvu kubwa ndani yako. Dalili gani kati ya hizi imekugusa zaidi? Niandikie kwenye comments hapo chini, na kama unataka tujifunze jinsi ya kutumia nguvu hizi kwa ajili ya mafanikio yako, hakikisha una like video hii na kuishare. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa uchambuzi huu. Hii ni Fikra Chanya. Tukutane kwenye video ijayo. Kumbuka, ukimya ni nguvu, itumie kwa busara. Peace.